Sasa tunazungumzia naweka misingi ya kuhusu idolatry, the unity of one God in the one church. Ndio ujumbe moja wa Mungu mmoja katika kanisa moja. The unity of the one church, muungano, the one God in the one church. Mungu mmoja katika kanisa moja. Biblia anaanza kusoma kutoka kitabu cha Yohana, anasema that they all may be one, ili wawe na umoja, as thou Father are in me, kama vile Baba ulivyo ndani yangu, and I in thee, nami ndani yako, that they may also be one, they also may be one in us, ili pia wao wawe na umoja ndani yetu, that the world may believe that thou hast sent me. ili ulimwengu ukapate kujua kuamini ya kwamba wewe ndiwe uliyenipeleka. You know, unajua God has made man to achieve. Mungu amemuumba mwanadamu ili akaweze kupata mafanikio. That's what man was made for. Hiyo ndio kusudi ambalo mwanadamu kaumbwa. And all down through life, na yote kupitia maisha, he has tried to achieve something. Amejaribu ili akaweze kufanikiwa kupata kitu. And his achievements, na mafanikio yake, the reason he tries that, sababu anayojaribu hilo, is because he is so designed to do so. Ni kwa sababu amewekwa katika hali ya kufanya hivyo. God made him that way. Mungu alimuumba hivyo. Kwa sababu Mungu ametuumba tukue hivyo, basi shida iko wapi tukijaribu kufanya hivyo? Prophet has the answer. Nabii anajibu. But the trouble of it is, bali shida yake ni hili, in his achievements, katika mafanikio yake, he tries to do something within himself. Anajaribu kufanya jambo kwa kuhusu au kwa ajili yake mwenyewe. There is where he makes his mistake. Hapo ndipo anapofanya kosa, and he gets in trouble, na anaingia katika shida. Now in the beginning, sasa hapo mwanzo, Genesis, katika mwanzo, which is the seed chapter, ambao ndio kitabu cha mbegu, we find in there that when God made a man, tunapata mle ndani wakati Mungu alipomuumba mwanadamu, he made him in the way that he knew that he was to be. Alimuumba katika hali ambayo anajua anatakana awe hivyo. And he could never be any greater design than what he is. Na hangaliweza kuumbwa katika hali ile ambayo ni kuu kuliko vile alivyo. Mungu mtu alivyoumbwa hivyo hakuwezi kuwa na improvement kwa ile design ya mtu. Amen. Hakuna improvement. Ndio nabii anajaribu kutuambia. When he began to make life, wakati anapoanza kufanya uhai, he made it from the lowest life, aliifanya katika yale maumbile ya chini, onto the highest life, hadi ikafikia katika yale maumbile ya juu. That a man which is in the image of God. Huyo ni mwanadamu ambaye yuko katika sura ya Mungu. And then in this life, alafu katika uhai huu, man begin to achieve things. Mwanadamu akaanza kupata kufanikiwa katika mambo. But when he did, bali alipofanya hilo, he began to leave God out of the picture. Alianza kumwacha Mungu katika mstari wake. He began to have selfish motives. Akaanza kukua na hali ya ubinafsi. When he did that, alipofanya hilo, he began to think of something for himself. Alianza kufikiria jambo kwa ajili yake mwenyewe. And we find that until he had corrupted the very planet that God had put him on. Si muda mrefu hadi alipotia ufisadi ile dunia ambayo Mungu alikuwa amemweka kwao. He had got in such a condition till even his creator grieved. Alikuwa ameingia katika hali ambapo hata muumba wake akagairi au akahuzunishwa at his heart, moyoni mwake, that he had ever made a man, kwamba alikuwa amemfanya mwanadamu. And can you imagine how God felt when he seen the very creature that he had made in his image? Unaweza kuwazia jinsi Mungu alivyohisi wakati alipoona kiumbe ambacho alikiumba katika sura yake, and give him dominion, na kampa utawala, and how that he made him to do something for him, and jinsi alivyomuumba ili akamfanyie jambo kwa ajili ya Mungu, and yet he turned all of his strength and his power over to selfish desires, na hata hivyo akageuka na kwa nguvu zake zote na uweza wake wote juu ya mambo ya binafsi, shauku zake, na hata na mafanikio yake.
Then we find it isn't too long after this great lesson that God taught the man during that time. Halafu basi tunapata kwamba si muda mrefu hadi wakati tumefundishwa hili somo. Sio muda mrefu Mungu amekuja amefundisha mtu somo. Na sio muda mrefu kutoka kwa hilo somo mtu anarudi pale pale. Amen. And that was by destroying the entire world with water. Na hiyo ni kwa aliweza kuangamiza dunia yote kupitia kwa maji. Mungu amefunza mtu. Mnaona vile mlifanya ndipo nikamaliza dunia. Amen. Na sasa vile amemaliza tu kumaliza dunia hata wakai sana hiyo somo hawataki kusoma. Wanarudi pale pale. Exactly. Hivyo ndio nabii anasema. Amen. So anasema he flooded the earth and destroyed everything. Alitia dunia yote akaigarikisha na maji na karibu kila kitu. And saved only Noah and his family, and just immediately after that, after they come from that great lesson, akamwokoa Nuhu na jamii yake. Na baada tu ya kutoka katika somo hilo, it just seems like man can't learn. Inaonekana kwamba mwanadamu hawezi kujifunza, only through the hard way. Ni kupitia tu ile njia ngumu. Even we find that with our children. Hata tunapata hiyo na watoto wetu. Inaendelea hapa chini paragraph 22. And man can achieve better when they are united together. Na mwanadamu wanaweza kufikia mafanikio makuu wakati wanapokuwa na muungano. Now you take one man by himself, his power is limited to one man. Sasa hebu kamchukue huyu mtu mmoja kwa yeye mwenyewe, utaona nguvu zake zina kikomo. Kama mtu mmoja. Two man makes him twice his strength. Wakiwa ni wawili wanakuwa na nguvu mbili. Four man makes him 4 times his strength. Wakiwa ni watu 4 ni nguvu 4 ambazo ni zaidi ya yeye mwenyewe. And God wants us to be one. Na Mungu anataka tuwe wamoja. God made man that he should be one. Mungu alimuumba mwanadamu ili wawe mmoja. And our motive should be one. Na yale matakwa yetu yanatakana yawe moja. And our objectives should be one. Na yale malengo yetu yanapaswa kuwa moja. And our achievements should be one. Na mafanikio yetu yanapaswa kuwa moja. He is just designed that way. Yeye ameiweka katika hali hiyo. We find out that immediately after the antediluvian destruction, tunapata kwamba baada tu ya ulimwengu wa kwanza kuangamizwa, that man began to try to take over again himself. Mwanadamu akaanza tena ili akaweze kuchukua hatamu za uongozi mwenyewe. And all the time these things are going on. Na mara nyingi mambo haya yanaendelea. The spirit of the living God is striving with flesh. Na roho wa Mungu anang'ang'ana na huu mwili, trying to get man away from his own achievement. Akijaribu kumuondoa mwanadamu atokane na mafanikio yake. Trying to get man away from his own selfish motives. Akijaribu kumuondoa huyu mwanadamu atoke katika matakwa yake na malengo yake. To a plan which God has laid down. Kwa mpangilio ambao Mungu amekwisha mwekea. And as long as man works in his own plan, na mradi tu mwanadamu anatenda katika mipangilio yake, akiendelea kutenda katika mpango yake, he will be a failure. Yeye atashindwa. And a man can only achieve rights. Mwanadamu anaweza tu kufanikiwa au kupata jambo la sahihi au kufanikiwa when he comes back with the right objective, wakati anaporudi nyuma na lengo lililo sawa and the right motive, na matakwa yaliyo sawa. And that is according to God's plan. Na hiyo ni kulingana na mpangilio wa Mungu. Any foundation is on sinking sand. Misingi yote ni mchanga unaodidimia. And we find out then, na tupata kwamba basi that they tried to unite. Walijaribu kuungana. And they become one person. Na wakaja mtu mmoja. But in this uniting, bali katika muungano huu, they did that time, waliofanya wakati ule, it was under a political power. Ilikuwa katika nguvu za kisiasa. Kwa hivyo muungano ulikuja kupitia nguvu za kisiasa. Kwa hivyo kukakuwa na muungano. Man became one. Wanadamu wakawa na umoja. Their objective was one.
hata yale malengo yao yakawa ni moja. Their achievement was one. Mafanikio yao yakawa ni moja. But it was the wrong kind of one. Bali ilikuwa ni ile muungano wa kuwa umoja ulio wa makosa. Because it was against the plan of God. Kwa sababu ilikuwa kinyume cha mpangilio wa Mungu. When you find unity among his people like that, unapopata umoja kati miongoni mwa watu hivyo, they do great things. Wanafanya mambo makuu. Just look at the world today. Hebu tazama ulimwengu sasa. When people unify themselves together, wakati watu wanapoungana pamoja, yet under the wrong plan, japo hata hivyo katika mpangilio wa makosa, they will do great things. Watafanya mambo makuu. Now they build a tower which I doubt that modern science could build today. Sasa walijenga mnara ambao bila shaka wataalamu wa kisasa hawawezi kulijenga. With all their machineries and things. Kupitia mitambo yao yote na vitu ambao wako navyo. Because they were united together. Kwa sababu wale walikuwa na muungano, walikuwa wamoja. They had one mind. Walikuwa na nia moja. One soul. Walikuwa na nafsi moja. One purpose. Na kusudi moja. One motive. Na walikuwa na matakwa moja. One objective. Wakawa na malengo mamoja. And that's built a tower so high. Na sasa iliwawezesha kujenga mnara ambao ni mrefu sana. If God ever took a notion to destroy them again, ikiwa Mungu atakuwa na lile wazo kwamba atawaharibu tena, they would run right up into the heavens. Watakimbilia ile kitu na waingie mbinguni. With him. Pamoja naye. And there would be no way that they could keep him from doing it. Na sasa ingelikuwa hakuna njia ambapo wangemzulia Mungu kufanya jambo hilo. He could keep them from doing it. Ili Mungu aweze kuwazuia wasifanye jambo hilo. Wakitengeneza hiyo, Mungu akiamua nataka kuamaliza, atawamalizia wapi na watapanda huko mbinguni wakae huko kule yuko. Sasa Mungu akipanga mipango, apange tu. Ukiamua utatumaliza na maji tutaona. Tutapanda tu huku juu. Na nabii pengine akasema waliamua wanataka wakae na kila kitu kiwe vile wanataka. Wasiangamizwe kwa ajili ya kutenda dhambi na wakae na dhambi. Kwa hivyo wakifanya dhambi Mungu akasirike, akitaka kuamaliza na maji wapande huko juu mbinguni. Maji kirudi chini warudi chini waendelee na dhambi. Sasa nakwambia, if that isn't a beautiful picture of this day, ikiwa hiyo sio picha nzuri ya leo hii tunaoishi, that when men are trying to unite together, wakati watu wanajaribu kuwa na muungano, and we should be united, na ni vyema tuwe na muungano, but they are uniting under the wrong systems, bali wanaungana katika mfumo ulio makosa. Did you ever notice how the devil patterns off the things of God? Je, uliwahi waza au kutazama jinsi shetani anafananisha vitu vya Mungu? Did you ever see that how he takes the things that God has purposed? Je, uliwahi ona jinsi anavyochukua vitu ambavyo Mungu amevikusudia? And so deceiving is the wrong thing. Na ile ya kudanganya ni ile ya makosa. No. Ile karibu inataka kukaa kama ile ya kweli. Sasa nabii anaendelea kuhusu akizungumzia hiyo Tower of Babel. Sasa nafikiria hakuna kuswali tena kuhusu muungano. Amen. Kuhusu muungano. Tumeona muungano kabisa ambao unaweza fanywa na binadamu hata wa ujumbe. Amen. Na ikuwe ni kinyume. Ama hujaiona? Wacha nilete ile ya kweli. Mungu akitusaidia. Wacha tulete ile ya kweli, Mungu akitusaidia. You see, waona that little compartment in the heart, ile sehemu ndogo katika moyo wa mtu. God made that in there for himself. Mungu aliumba hiyo pale, hiyo sehemu kwa ajili yake mwenyewe. That's his control room. Hapo ndipo mahali anapodhibiti
He sits there to control you. Yeye anaweka pale ili akaweze kukutawala wewe. That's his place. Hapo ni mahali pake. That's where he sends his messages from. Hapo ndipo anapotuma ujumbe wake. Kutoka the control room. Hiyo nyumba ya kudhibiti. How can he work with you? Anawezaje kutenda na wewe? When the nature of the spirit of the devil is in there. Wakati maumbile ya roho wa shetani yuko mle ndani. Every man born on earth is born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. Na kila mtu anayezaliwa hapa duniani amezaliwa katika dhambi, ameumbwa katika uovu, na amekuja ulimwenguni akinena uongo. That's right. Hiyo ni sawa. So in that carnal Adamic nature. Kwa hivyo katika hiyo hali ya kiakili ya kiadamu, how can a man achieve anything only by through his intellectuals? Anawezaje mwanadamu kupata kufanikiwa katika jambo isipokuwa kupitia kwa akili zake? But when he comes to a new creature, bali anapokuja katika uumbaji upya, and the old man has passed out, na yule mtu akale amekwisha ondoka, and the new man Christ takes his throne in the human heart, na huyu mtu mpya Kristo anachukua kiti cha enzi chake katika moyo wa binadamu, then life looks different. Sasa hapo maisha yanabadilika. Then he starts on a new road. Sasa huyu anaanza katika barabara mpya. From his own selfish motives, kutokana na matakwa yake ya ubinafsi, till the big ideas to make himself something big, hadi yale mawazo makuu ya kujifanya kuwa yeye ni mkuu. He starts right towards Calvary. Yeye anaanza kuelekea moja kwa moja Calvary, to recognize God, ili akaweze kumtambua Mungu. Then his objectives, his motives, halafu yote yake, malengo yake, na matakwa yake, na mafanikio yake, and all that he is, na yote aliyo, he lays in the glory of the cross. Anaiweka katika utukufu wa msalaba. Ndio mtu amezaliwa upya. Amen. There is where God wants you filled with. Hapo ndipo mahali Mungu anataka we ujazwe. He wants you filled with the Holy Ghost. Anataka ujazwe na Roho Mtakatifu. And then, alafu basi, you will be united. Utakuwa na muungano. Amen. Amen. Nasikia? Acha sasa tuongee Kiswahili. Hakuna muungano ya, unajua rafiki yangu, sisi ni wa ujumbe, twende tutane mahali fulani na sasa tukae pamoja, tusilete mgwaruzano kwa sababu sisi ni wa ujumbe. That's rubbish unity. Yes. Huo ni muungano wa takataka. Doesn't matter who you are. Haijalishi wewe ni nani. Doesn't matter your position. Haijalishi mahali pako na nafasi yako. Member nini, unajua tufai kugwaruzana kwa sababu tunafaa tukue tuko wamoja na tuko na nini lengo moja na tuishi vizuri na rubbish. Nonsense. Tukitaka umoja ni zaliweni upya. Amen. Na sasa tutakuwa na unity automatically. Amen. Hiyo ndio njia ya Mungu. Amen. Zaliwa upya. Zaliwa upya. Zaliwa upya. Zaliwa upya. Huyo ataanza Calvary. Safari Calvary. Safari Calvary. Safari Calvary. Sasa Mungu wako kwa control tower. Amen. Sasa huyo akipea huyu kitu afanye nayo, huyu hataki utukufu. Na mfanya yote yapee Mungu. Huyu akipewa kitu, utukufu anapea Mungu. Amen. Lakini pea huyu uone. Unaona kama si mimi. Amen. Abraham alisema hivyo, Paulo alisema hivyo. Wote hawa pande hii hawa hawapendi kuabuduiwa hawa. Hawa najua wa kuabuduiwa ni Mungu. Amen. Na hakuna siku hata moja hata wakifanya nini
watajisifu vile wamefanya. Hawawezi, walibadilishwa wakaenda Calvary. Amen. Naona motive objectives. Umesikia vile hasa hawezi kujisifu hata akitaka. Akijaribu kidogo tu atajisifu, uone akiwacha. Comforter yako anafanya kazi. Tunaona anaacha mara moja. Kwanza anaona ni bure sana. Kwanza sasa anatia bidii zaidi. Kumbe vile alikuwa anaona amefanya kitu, anaona kumbe hakuna kitu anafanya. Inakuwa kama Brother Branham baada ya kufanya hizo vitu zote kabla hajaenda beyond the curtain of time, analala kwa kitanda hivi anasema, mjamaa umezeeka sasa. Kama utafanyia Mungu kitu, hebu fanya bidii umfanyie Mungu kitu. Kwa sababu karibu unakufa sasa. Na vile amefanya kazi mingi, anaona sasa sasa nitakufa hapa. Na kabla kazi sijafanya. Lakini pea huyu, umeona vile nilienda kule Arizona? Walijua bila mimi hiyo ujumbe haingefika. Kuna mtu anajua kuombea kama mimi? This guy. His objective is to make himself big. Exactly. Amen. Matakwa yake ni kumfanya ajifanye mkubwa. Majivuno. Pride. Majivuno. Selfish. Ubinafsi. This guy. Hiyo. Yeye anataka ku save souls. Anataka kuokoa nafsi. Anataka kuleta unity. Amen. Unity hailetwi na njia nyingine. Peter, do you love me? Amen. Feed my sheep. Amen. Peter, do you love me? Amen. Feed my sheep. Wakati wote, kwa sababu hata wewe mwanakondoo kama hajazaliwa upya, lazima kwanza asikie neno. Faith cometh by hearing. So feed the sheep, whether they are converted or unconverted. They are converted will become converted. Wale ambao converted will grow to the stature of a perfect man. Waliokombolewa watafika kima cha mtu kamili. So feed my sheep. Lisha kondoo zangu. Wewe zungumza neno. Wakati wote zungumza neno. Hakuna wewe uko kwa picha. Sababu hata kama uko na ufunuo, wewe ulijipea. Hata kama unaombea watu wanapona, wewe ndio uliwaponya. Yes. Kama uko na kipawa cha kuzungumza na ndimi, ni wewe ndio ulizungumza. Challenge. Kama uko na kipawa cha kutafsiri ndimi, ni wewe ndio ulitafsiri. No. Wewe hauko kwa picha. That's Amen. exactly. Ninabrara sasa anasema I was just the one standing there. Mimi nilikuwa tu nimesimama pale karibu. Nakwambia this gift of God, kipawa hichi cha Mungu, its secret is to teach myself to get out of the way. Siri yake ni kuondoka barabarani. Mimi nikae kando, yeye afanye kazi. Mimi nikae kando, yeye afanye kazi. Kwa hivyo hakuna siku mimi nimefanya kazi. Amen. Amen. Wanajua. They know. Sinaona hata Paulo anasema and they glorified God in me. Walitukuza Mungu ndani yangu. Kwa sababu sio mimi. Amen. Nataka nirudie hiyo. Hakuna unity ingine Mungu atakubali, no matter how good it sounds. Haijalishi inaonekana zuri namna gani. No matter how wonderful it is. Haijalishi ni ajabu namna gani. No matter how much in peace we live. Haijalishi tunaishi kwa amani jinsi gani. No matter how happy we are. Haijalishi tuna furaha namna gani. If it is through a political system, ikiwa inakuja kutokana na nguvu za kisiasa, or a monetary system, or a denominational au dhehebu, or a school system, au katika hali ya shule, Mungu hana uhusiano na hiyo na haitaki. Amen. Na mkitengeneza ikuwe kubwa sana, atashuka. Fanya vile alifanya kule Babel. Amen. Mkizidi nayo tu atashuka. Lakini hii siku ya mwisho alisema atawaacha mzidi nayo. Na mkizidi nayo sasa mtapata kile mnatafuta.
kwa sababu antichrist atakuwa incarnate, kwa sababu hiyo system ni yake. Na kwa sababu amekuwa mkitengeneza mkaungana, Romanism, World Council of Churches, mkaungana, one brotherhood. Sasa mwishowe bibi harusi ataenda naye shetani ndani ya popu, alafu sasa aanze kutawala. Si mlitaka hiyo utawala? Maandiko nasema when they shall say peace, peace, wakati watakaposema amani, amani, and they shall not escape, watazaa. Amen. Hawataepuka. Bibi harusi atazaa Kristo, na hii yote ingine kinyume cha Mungu itazaa shetani. Sasa zote zitazaa. Amen. Acha nirudie tena, sababu naona bado hawajaelewa. Any ministerial meeting of members of the message who are not born again is null and void. Amen. Mkutano wote wa huduma au ujumbe huu kama kwa gani ambao hajazaliwa mara ya pili ni bure na haifai. Na mimi nasema hivi, Take it or receive it. mimi nataka ni mimi nimesema hivyo. Kama wakikutana na hawajazaliwa upya, what is the difference of them meeting with the pope? Hiyo ina tofauti gani hata wakikutana na papa? Kwa sababu nabii anauliza mara mingi sana, how can the two walk together unless they agree? Wawili wanawezaje kutembea pamoja isipokuwa wakubaliane? Sasa wanasema wa Protestant watakushikana na Wakatoliki. Sasa watatembeaje kama na huyu anaamini hivi na huyu anaamini hivi? Alafu mahali pengine anakuja ananyamazia. Kwa sababu ni wapepo moja. Kwa sababu ni wapepo moja. That's the only way they can agree. Hiyo ndio njia pekee wanaweza kubaliana. Disagree on doctrinal issues. Wanaweza kutofautiana katika fundisho, bali wanakubaliana katika roho. So how can you who is not born again agree? Sasa inawezekanaje wewe ambaye hujazaliwa mara ya pili with one who is not born? Uwe na uhusiano na yule ambaye hajazaliwa upya. Could Jesus and Judas agree? Je, Yesu na Yuda wangeweza kukubaliana? Na pia wangekubaliana? Inawezekana. Mimi sizungumzi sasa, unajua usipeleke kwa na nyingine. Mimi sizungumzii usikule kuku na chapati pamoja. Mimi sizungumzii msiende na matatu moja. Mimi sizungumzii msisalimiane. Mimi sizungumzii mambo hayo. Lakini tukiingia kwa neno, hawezi mtu huyu hawezi kana huyu na hawezi wakakubaliana. Huyu utafsiri wake nielewe kabisa tafadhali. Amen. Nikisema ministerial meeting leo sipeleke canon, useme mimi naleta vita ya kimwili. Mimi sileti vita ya kimwili. Kama mimi sijazaliwa upya na ndugu amezaliwa upya, tutasoma mahali pale pamoja, yeye atapata ufunuo wa kweli na mimi nitapata ufunuo wa uongo. Yes. Na hatutakubaliana kwa sababu mimi nitapinga vile yeye ananieleza hiyo inasema. Amen. Okay, arguments. Kila sio mara moja. Hiyo ni guaranteed every day mkikutana. Ni hakikisho. Uhasa. Amen. Every day mkikutana. Kila siku. Sababu yeye yuko na yule anamuelezea hiyo maandiko inasema nini, na mimi ndio ninajielezea vile hiyo maandiko vile inasema. That's the difference of it. Amen. Mimi nikijitafsiria, yeye akitafsiriwa. Na hata achore picha vipi, alete zingine na zingine na zingine, kila moja analeta na mimi ninaitafsiri. Na kila moja analeta mimi ninaitafsiri. Na kwa sababu sina ujuzi wa kutafsiri maandiko, zinagongana. Sasa zangu zote kwake zote zinachora picha. Yeye kuna siku ataona maandiko inagongana. Na akiona inagongana anajua vizuri sana mimi ndio sijaelewa, anasema tu hivyo, Mungu utanifunulia wakati wako. Na wakati wako ukifika anafunua. Wakati wako ukifika anafunua. Wakati wako ukifika anafunua. Lakini huyu mwingine sasa atachagua zile quote atasimama nazo. Kwa sababu zile zingine haelewi. Sasa hizi quote usimsomee, ukimsomea ni vita.
Mimi nimekubali hizi. We are hacking and dividing the word. Tunakata na Kulingana na vile akili yangu inaweza kuelewa. Nikifika mpaka mahali fulani, basi nimeelewa mpaka hapa. Sasa tunajitenga. Polygamy. Hakuna group imejitenga haisimami na ujumbe. Yes. You show me one message group. Nionyeshe kundi moja la Ambao ujumbe. haitakupea quotes za kusimamia kukuonyesha mahali wamesimama. Na kwa nini wamesimama hilo wamesimama. Exactly. Zote ni quotes. Yes. Sasa sione tu hiyo picha ni rahisi. Farisi alisimama na quote. Yes. Na angekubaliana na Msadusi. Yes. Yes. That's true. Sababu huyu yuko na different interpretation na huyu yuko na different interpretation, hata Herodians wakatokea. Yes. Amen. Same scriptures, Maandiko yale yale, different denominations. madhehebu tofauti. Same message, Ujumbe ule ule different denominations. na madhehebu tofauti tofauti. Yes. Yes. Amen. Najua wataniambia the prophet said the message Nabii alisema ujumbe can never be denominated. haiwezi kufanyika dhehebu. Wanashikilia hivyo hivyo. Mimi sijakataa. But for me I know what the message is. Kwangu mimi najua ujumbe ni nini. This is the message. Huu ndio ujumbe. You try to denominate him. Wewe jaribu kuifanya dhehebu. Hallelujah. Wewe mfanye dini nione. Hey, We can't denominate God. huwezi kumfanya Mungu kuwa dhehebu. So the message will never denominate. Ujumbe hautafanyika dhehebu. But shall we have groups of people who shall make a denomination around the message? They are there. Je, tutakuwa na kundi ambalo litazunguka ujumbe likifanya dhehebu? Amina. Yes. With Adam tried. Ikiwa na Adamu akijaribu First one. Yes. With fig leaves. na yale majani aliyojifunika. With fig leaves. See, alisema fig leaves religion. Adam tried fig leaves religion. Adamu akijaribu ile dini ya kujifunika majani. Man-made religion. So it will never work. Kwa hivyo haitaweza kufanya kazi. Munielewe. Nafikiria mnanielewa. Nang'ang'ana sana ili msione ni kukorofisha. Na kama ni kukorofisha, unajua nilisema ni free. Kila kitu ni free. Luther akisema anakorofisha, yeye alikuwa anafanya ile kazi alipewa afanye. Na kama yangu ni ya kukorofisha, nitakorofisha kabisa. Hakuna mahali nitawacha free. Mahali pote nitafika nitakorofisha tu mpaka waache kuniita kwa sababu si ni free. Ni choice. Amen. Because I can only speak Naweza kunena tu what I've been given to speak. kile ambacho nimepewa ni nene. Amen. Sasa na vile wanaambia watu huko kwetu, and you have a choice Wewe unachagua to believe that it is either from God or from Satan. uamini kwamba ni ya kutoka kwa shetani au kutoka kwa Mungu. Sitang'ang'ana niseme ati ni ya Mungu sana. Ukizidi useme inaweza kuwa ni ya shetani, nitakwambia pia hata ukiona hivyo ni sawa. Mimi si hakuna side natetea sana ati sema mimi nimetumwa na Mungu. Hata shetani pia anaweza nituma. Sasa wewe amua. Sio uko na kitu ya kuchuja. You have a deciding. You should. Sasa wewe kwa nini tetee sana? Ukiona ni demon, si brana walimwambia you are a demon. Hakung'ang'ana na wao sana. Wewe ni pepo. Kemea basi. Hakukemea ndio. Lakini si unajua pia unaweza kemea ikose kwenda. Ndio. Umeona? Skeva. Sababu ukisema pepo toka hapo unataka akufe. Sababu yeye mwenyewe ndio hiyo pepo. We are one. Tuwa moja. Not to further a denomination. Si kuendeleza madhehebu. Not to further a cult. Si kuendeleza kuendeleza ile itikadi au kanuni ya imani. We are one. Tuwa moja. To further the kingdom. Kuendeleza ufalme wa Mungu. Haya.
Sasa kaa hapa usikie kidogo. Sababu mimi nataka tuliambiwa lazima tujue hii roho mbili ndani ya kanisa. Na kwa hivyo hii roho mbili iko na tabia fulani. Amen. Iko na tabia fulani. Amen. Ambayo itafanya. Nitaonyesha tabia kwanza, alafu nionyeshe ufundisho. Ama nianze na ufundisho na tabia? Wacha tuanze na tabia. Paragraph 39 niko hapa na familia hapa, nasikia ni pazuri kwa sababu sisi tunataka unity. Sasa si natuambia vile tunaachieve hiyo unity. Sikiza hii. Did you think that in this Russia, Je, uliwahi wazia katika Russia they have a false Pentecost? kwamba wana ile Pentecost ya makosa ama ya uongo? They are. Wako hivyo. That's the work of the devil. Hiyo ni kazi ya ibilisi. They are trying to force all men into communism. Wanajaribu kulazimisha kila mtu aingie katika ukomunisti, Where every man has everything commonly. mahali ambapo kila mtu ana kila kitu kwa kauli moja. Do you know that was the condition of the church under the Holy Spirit on the day of Pentecost? Je, uliwahi kujua kwamba hiyo ndio ilikuwa hali ya kanisa chini ya mwongozo wa Roho Mtakatifu katika siku ya Pentekoste? That the people sold their possessions and laid them at the feet of the disciples. Ambapo watu waliuza vile vyote walivyokuwa navyo na wakaweza kuweka katika miguu ya mitume. And they distributed them to every man as na they had need. Gawa kwa kila mmoja jinsi alivyokuwa anahitaji. And now the devil has come around and got into the world. Na sasa shetani amekuja akazunguka akaingia katika ulimwengu. And ulimwengu. made a political power. Na akafanya nguvu za kisiasa. To force man to that. Kulazimisha mwanadamu kufanya jambo hilo. Sikia vile hapa anasema. So communism is right. Ukomunisti uko sahihi. Kama hujaelewa, what kind of communism is right? Ni aina gani ya ukomunisti uko sahihi? Tukiwa na Roho Mtakatifu. Amen. Hatuna chochote chetu. Chote ni cha Baba. Amen. Tunakiweka pale katikati. Na Baba anatuongoza. Amen. Ndugunyita, ile dream ulikuwa nayo ile ya watu wakwe na mahali, it was absolutely 100% correct, but all the people should have the Holy Ghost. Yes. Watu wote wanapaswa kuwa na Roho Mtakatifu. It can't work when some are in this camp. Haiwezekani kufanyika kama wengine wako katika upande huu wa maarifa. Achan, Babylonian garment, Wakiwa na ile joo la Achan. haitawezekana. Lakini kwa sababu kanisa la kwanza halikuwa lime mixed, ilikuwa limechanganyika, ilikuwa limechanganyikana waaminio na wasio waaminio, lote lilikuwa la waaminio, naye Roho Mtakatifu akawaleta wafanye vile inafaa iwe. Amen. Ile itakuwa millennium. Amen. Sababu zote ni za Kristo. Amen. Umepata? Sasa nabii anakuambia kujaribu kufanya hiyo bila kuzaliwa upya, bila Roho Mtakatifu, same thing, same idea, jambo lile lile wazo hiyo kila kitu kabisa, lakini sasa hii ni kinyume. Amen. Ufikirie hiyo sana, ufanye uwe na lengo lile. Si umeona tukianza hapa vile nabii alikuwa anasema wakitengeneza ile Babel, one people, one language, watu one moja, soul, one motive, one objective, lugha moja, malengo moja, matakwa moja. Wrong. Yote makosani. Alafu kwa vile Mungu anataka tukue one people, one soul, one objective, one motive. Amen. Paper thing. Nyembamba sana. The difference between right and wrong. Kujua tofauti kati ya ile ya kweli na ile ya makosa ama ya uongo. Ina tofauti wake ni mdogo sana. Paper thing. Nyembamba sana. Paper thing. Nyembamba sana. The difference between tofauti kati ya ukisema you cannot rise higher than your pastor, hauwezi inuka zaidi ya mchungaji wako. The prophet said it. Nabii kasema hivyo. To think that your pastor is a human being. Ukifikia kwamba mchungaji wako ni mwanadamu, paper thing. Nyembamba sana tofauti yake. Your pastor is the Lord Jesus Christ. Mchungaji wako ni Bwana Yesu Kristo. So you can't rise higher than your pastor. Kwa hivyo huwezi kuinuka zaidi ya mchungaji wako. The pastor is the husband to the church. Mchungaji ndiye mume wa kanisa. To take that man to be your husband. Kuchukua huyo mtu kuwa mmeo.
then you are an adulterer. wewe ni mzinzi, Because you've now got 2 husbands. kwa sababu wewe sasa una waume wawili, Lord Jesus Christ and your pastor. Bwana Yesu Kristo na mchungaji wako. Yes. I'm not playing. I'm very serious. Sichezi. Niko Not to belittle their position. Remember, si kudunisha hali zao au hadi zao. the Lord Jesus Christ will not pastor using oxygen. Bwana Yesu Kristo hatafanya kazi ya uchungaji kupitia hewa. So you must discern Kwa hivyo wapaswa kupambanua who is your pastor. nani mchungaji wako. If that man has the gift Ikiwa huyo mtu ana kipawa of the Lord Jesus Christ ya to pastor. Bwana Yesu Kristo, Paper thief. nyembamba sana, Because they will both be men standing. kwa sababu wote watakuwa ni watu wawili wakiwa wamesimama, One with the Holy Spirit, mmoja akiwa na Roho Mtakatifu, with the gift of pastoring, akiwa na ule kipawa cha kutoa uchungaji, where the Lord Jesus Christ is pastoring through. mahali ambapo Bwana Yesu Kristo anatoa uchungaji kupitia And the kwa, other one will be a man na mwingine atakuwa ni mtu reading you quotes. akikusomea nukulu. Amen. That goes for all the other offices. Hiyo pia inaenda katika zile afisi nyingine. Si ati usione nikisema hivyo muone ni kama napiga mapasta sana, lakini hiyo ndio wanasema fivefold ministry, na ukienda kwa hiyo mikutano ni onefold ministry. Huduma zile tano. Ukienda huko kama hauna kanisa wanashangaa. Mbona wewe ni nani tena? Na ukiwauliza wote wanasimama wanasema mimi ni pastor wa kanisa fulani, mimi ni pastor wa kanisa fulani. Mchungaji Usikia apostle, evangelist, teacher. Ni kweli ndugu ama ni? So they talk about a fivefold ministry which is a onefold ministry. wanazungumzia kuhusu huduma tano bali wanalenga ni moja. Sababu kila mmoja akisema pastor from Rombo, pastor from and I'm not saying some of them are not true. Na sisemi kwamba baadhi yao si wa kweli. Sasa nielewe. Unajua here we are one. Hapa tu wa moja. Hata Nabii alisema that was the last trick that the devil had. Hiyo ndio ujanja wa mwisho ambao shetani alikuwa nayo. We are one. Tu wa moja. We can't be one unless you're born again. Hatuwezi kuwa moja hadi tuzaliwe mara ya I don't pili. care how many Bibles you carry and how many Haijalishi umebeba Biblia I ngapi na don't ujumbe care when ngapi. you started to read this message. Haijalishi ulianza If kusoma you are ujumbe not ngapi. born again, you are not Ikiwa my brother. utazaliwa upya. If you are not born Ikiwa again, utazaliwa you upya. are not my brother. Wewe si ndugu And I yangu. don't have any unity with Na you. sina umoja wote na wewe. Amen. Force you into it. Simesikia? Communism. They're trying to force you into it. Ukomunisti unajaribu kukulazimisha uingie. God does not force man to do anything. Mungu halazimishi mtu yote kufanya chochote. You do it on your own free will. Unaifanya katika mapenzi yako ya kuchagua mwenyewe. He can warn you. Anaweza kukuonya, He can throw a barricade across your path. anaweza kutupa kitu cha kukuzuia hapo mbele, But you walk your own self. bali unatembea mwenyewe With your own decision. na maamuzi yako mwenyewe In his presence. katika uwepo wake, To make him your savior. ili ukamfanye awe But mwokozi wako. Satan has perverted God's plans Bali shetani amepotosha mpango wa Mungu to his own plan. kwa ajili ya mpango wake. Did you ever think of Catholicism Je, umaiwazia kuhusu Katoliki and the Catholic Church? na kanisa la Katoliki? It's trying to make every person Catholic. Anajaribu kufanya kila mtu awe It Mkatoliki. won't work. Haiwezi kufanya It kazi. is under a man-made program. Hiyo iko katika mpangilio wa mwanadamu.
Did you ever think of the Protestant church? Je, uliwaizia kuhusu kanisa la Under the Kiprotestanti Federation of Churches. na ile muungano wa He's makanisa? trying to force. Wanajaribu kulazimisha. Force. Kulazimisha. Amen. The two spirits Zile roho mbili within the framework of the Christian katika church. utendaji kazi ya makanisa ya Ukristo. One uses force. Moja inatumia lazima au He's a nguvu. God of force. Daniel said. Ni Mungu wa nguvu. Choose. Uhuru wa kuchagua. Force. Lazima. Choose. Uhuru wa kuchagua. Na Mungu hahitaji kupiganiwa. Amen. Leo nikiamua nimeanguka, mnafaa muachane na mimi kama unataka mniombee kama mnanipenda, ama mkuje mnione kama ndugu. Lakini hakuna cha lazima. Lazima hiyo neno hakuna kwa Vocabulary ya Bwana. hakuna cha lazima, ni chagua. Amen. Upande hii kuko hivi. Amen. Upande huu kuko hivi. Chagua. Amen. Tutakutania mbele. Amen. Amen. Lakini hilo ingine lazima ufanye vile ninavyotaka. Lazima. Amen. Mbona kanisa ni nachafua sana kanisa. Unakumbuka? Oh. Did you ever think of the Protestant church under the Federation of Churches? Uliwahi wazia kuhusu kanisa la It Kiprotestanti? is to trying to force Inajaribu kulazimisha. all these little churches out. Inajaribu kulazimisha haya makanisa yote And it will nje. happen Na itatendeka that you will not be able to go to church unless you belong to the union ya of kwamba churches. hautaweza kwenda kanisani isipokuwa uwe katika ule muungano wa Then little makanisa. places like this will certainly pay for it. Halafu mahali madogo kama hapa itabidi But you have walipie. got a scripture that says, "Fear not, little flock. Kwa sababu maandiko yanasema msihofu enyi kundi dogo. It is your Father's good will to give you Ni the kingdom." mapenzi ya baba yenu kuwapa ufalme. Amen. Then you see, Halafu naona it's all the achievement of the enemy ni mafanikio yote ya yule mwovu tries to do akijaribu kufanya to achieve, ili aweze kupata kufanikiwa, but it is under the wrong plan. bali iko katika mpangilio wa makosa. Today they are trying to pervert the world Leo hii wanajaribu kupotosha ulimwengu and convert it into one great big union ili wakaweze kuiongosha katika muungano mmoja of nations, ya mataifa, a brotherhood. ya undugu. And if it would be under a man-made disguisement, Na ikiwa iko katika ile hali ambayo ya mwanadamu vile ameiweka, it would have a leader. kwamba hapo itakuwa na kiongozi. Nataka usikize kabisa. Ikijifanya hiyo muungano kwamba ni ya kimtu, kuna kitu kimejificha hapo nyuma under a man-made disguisement. Amen. It would have a leader Itakuwa na kiongozi and hid. Na atajificha, and it would be the devil, na itakuwa ni ibilisi, because he is the leader of all of them. kwa sababu yeye ndio kiongozi wa wale wote. Kwa hivyo tunafanya muungano na tunaweka mtu atuongoze. Nabii anamalizia na kwambia hiyo ni uongo tu. Kiongozi wa hiyo ni shetani. Amen. Kwa sababu tumeanzia tena, how can God work with you Mungu anawezaje kutenda kazi na wewe when you are not born again? wakati haujazaliwa upya? Because your nature is wicked. Kwa sababu maumbile yako au tabia yako ni Unaweka mtu mwovu. wicked Amen. ambaye antena yake inashika shetani. Amen. Anaongoza. Sasa mipango yote inatoka kwa shetani. Kuabudu kote unaabudu shetani. Amen. That's right. Kuabudu sanamu. Idolatry. Kuabudu sanamu. Naona kanisa inanyamaza sana. Sijui leo tuende mapema.
Kanisa inanyamaza sana. Tuendelea tu. Sasa ngoja tuone vile tunaambiwa kuhusu kuabudu. Hebrews chapter 1. Waraka wa Ibrania sura ya kwanza. Waibrania sura ya kwanza, tutaanzia hapo mstari wa kwanza tukiteremka. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote. Tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uwezo wake, akisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Amefanyika bora kupita malaika kwa kadri jina alilorithi lilivyo tukufu kuliko lao. Kwa maana alimwambia malaika yupi wakati wowote, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Swali sasa. Sababu kupitia mwanae ameumba kila kitu. Amen. Paka kampea kila kitu. Amen. Paka urithi mkubwa. Amen. Alafu sasa nauliza, ni wakati gani kati ya malaika? Amen. Hawa ni malaika hao wote. Wakati gani kati ya malaika? Nimeshasema kwa mmoja wao, nimekuzaa. Leo wewe ni mwana wangu. Leo nimekuzaa. Swali la kwanza ndio hilo Mungu ameuliza. Which angel? Which theophany? Malaika yupi? Theophany yupi? Sema leo nimekuzaa. Na tena, and again and na tena, mimi nitakuwa kwake baba na yeye atakuwa kwangu mwana. Malaika mgani nilimwambia? Niko malaika mmoja tu nilimwambia. Si ndio? The firstborn, mzaliwa wa kwanza. Huyo anasema mwana wangu. He created by his son. Kwa sema mwanangu. For God so loved the world. Kwa maana hii Mungu aliupenda ulimwengu, that he gave his only begotten son, akapeana mwanae wa kipekee. So the chief theophany, yeye ndiye yule mkuu wa theophania. Yeye ndio Mungu peke yake alisema leo nimekuzaa. The firstborn and only begotten of the Father. Mzaliwa wa kwanza na yule wa anayetokana na baba. Na baba mwenyewe akasema nikajizaa mimi mwana. Amen. Basi bado yuko na maswali. Kwa hivyo cha kwanza ameuliza, kila mtu anadai ni mwana wa Mungu. Na sasa yeye Mungu mwenyewe anauliza, nani niliyemzaa mimi? Kati yenu nyote nani nilisema leo wewe ni mwanangu, nimekuzaa leo, na mimi nitakuwa baba yako na wewe utakuwa mwana wangu? Amewauliza wote. Iko wote anasimama kujibu. Wote wameshinda, wamenyamaza kimya. Wa mbinguni na hata wa duniani. Amen. Ni mmoja tu anaweza sema, ndio baba, wewe ndio ulisema mimi ni mwana, na mimi ndio ulinizaa. Amen. Amen. Yes. Amen. Sababu sasa kuna mambo ngumu anaenda kuzungumza. Verse 6. Hata tena mletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni, sema, na wamsujudu malaika wote wa Mungu. Let all angels, Amen. Of God worship him. Amen. Na malaika wote wamsujudu. Wote. The first begotten. Mzaliwa wa kwanza.
ndio peke yake amekubaliwa kusujudiwa. Amen. Amen. Hey. Sio kukubaliwa tu, ni lazima. Amen. Amen. Hakuna mwingine ambaye atasujudiwa na ni lazima. Amen. That's true. Tuendelee sasa. Sababu nataka kugonga hizi angels. Lakini najua mmezijua. Sababu hizi hawa angels sio hawa peke yao, as angels, hata hawa ni angels. Nilikuwa natafuta kitabu ya Hebrews. Sababu hii ni Hebrews tunasoma. Nenda ukasome Hebrews. Utasikia nabii akianza kusoma hizi maandiko tunasoma hapa. Anasema if the words spoken by the angels were steadfast, Ikiwa zile neno zilizonenwa na malaika zilikuwa imara received a just recompense. na wakapata adhabu kutokana na maneno yao. Kupatiana mfano anasema when Elijah spoke, Wakati Elia aliponena, an angel, malaika, was his word steadfast? je, neno lake lilikuwa imara? Hebrews. Amen. That's true. Na alafu anasema yeye mwenyewe sasa ile wale wametumwa waende kumshika, anasema if I am a man of God. Ikiwa mimi ni mtu wa Mungu. Sababu mmesema thou man of God. Wewe mtu wa Mungu. Na mnamuita mtu wa Mungu, unaona hiyo unafiki. Wewe mtu wa Mungu lakini tutakushika tukupeleke kwa king. Umejua wewe ni mtu wa Mungu na unazungumza maneno ya Mungu, lakini kwa sababu king ametutuma tutakushika lazima. Kwa hivyo sasa, wewe mtu wa Mungu njoo tu hapa chini tukushika tukupeleke kwa king. Unaona unafiki? Ama hujaona hiyo unafiki? Au uioni? Wanafaa wasikize nani? King ama king? King. King, si ndio? Alafu wanasikiza king. Na nataka kukurudisha tena uone. The man that trusted in a man is cursed. Mtu amtegemeaye mwanadamu amelaaniwa. Unaona sasa wanakuja na unafiki. Wewe mtu wa Mungu, sasa si wanafaa wamsikize? Yes. Lakini hawataka kumsikiza, wanataka kusikiza yule mwingine anambia mumshike mumlete. Yes. Si ndio? Sasa yeye anaona unafiki wao na wanaujibu kabisa. Kama mimi ni mtu wa Mungu na moto utoke mbinguni uwamalize nyinyi wanafiki. Kusema yeye wanafiki lakini uwamalize. Moto ulitoka mbinguni kwa wamaliza. Amen. Sasa nabii anauliza if the angels spoke, Ikiwa malaika walinena na neno yao ilikuwa imara, how shall we escape? je, tutapataje kupona? Angels wamekuwa watu tena. Najua watu wengine wanasema angels ibaki tu ni brother. Only the 7 angels, the 7 churches, hao ndio angels. You are an angel too. Wewe pia ni malaika. Inategemea uko upande gani. You might be an angel, you might be an angel that never fell, or you might be turned to a theophany. Unaweza kuwa pengine wewe ulikuwa ni pepo aliyeanguka, malaika asiyeanguka au tufania. Amen. Sasa turudi hapa tuendelee. And of the angels he said. Na kwa habari za malaika asema, afanyaye malaika wake kuwa pepo na watumishi wake kuwa miali ya moto. Lakini kwa habari za mwana asema, ngoja. Huyo hawezi fanya kuwa miale ya moto, tayari ni miale ya moto. Amen. Yes. Unaipata anazungumzia nani? He's talking about men. Amen. Anazungumzia kuhusu watu. Kwa sababu mmoja hakukuwa na miale ya moto kabla hajazaliwa upya. Na alipozaliwa upya akakuwa na miale ya moto. Sasa Mungu amemfanya. His ministers have become a flame of fire. Wahudumu wake wamekuwa miale ya moto. Sasa hiyo lazima irudi kwa ufundisho wa theophany. Naona ndugu Nyitana hiyo lazima usikize tu theophany ndio. Na hiyo ni weekend. Zilikuwa ngapi tulifanya theophany ya Mazeras? Weekend moja ama mbili? Weekend mbili. Sasa na hiyo ndio ujumbe wa nabii. Anatumia neno moja iko na uzito wa ufundisho mingi na sisi tunakimbilia hiyo neno bila kuelewa. Iko na
neno moja akizungumza iko na uzito wa vitu mingi amefundisha kutokea kitambo huko, akikuja polepole unakuja kukutana nayo hapa. Alafu unakosa kuielewa kwa sababu iko na, unaona, sasa kwetu theophany, ukisema theophany ule amekaa kwa fundisho wa theophany anajua uzito wa hiyo neno. Amen. Lakini yule hajakaa kwa chini ni neno tu theophany. Theophany word body. Kweli ndugu? Yeah. Naweza kuachia hapo kwa sababu mimi nilikuwa nataka nilikuwa nataka tumefika. Nani? Hilo swala ambalo limeulizwa ni nani wa kuabudiwa? Ni nani wa kuabudiwa? Sasa wewe jua, hata kama hatutamaliza tutaendelea tu tukiongezea, tukitupa hizi. Ukifanya mtu awe your absolute, Awe yakini yako, una abudu sanamu. Amen. Kwa sababu umeanza kusujudu mbele ya malaika. Amen. That's true. Na hata unaonywa Colossians chapter 2 verse 18, unaonywa kabisa, let no man beguile you. Mtu na asiwadanganye. Mtu hata yeyote, hata nani asikudanganye. Kwa kunyenyekea. Let no man beguile you of your reward in a voluntary humility. Hebu na mtu mtu yoyote asiwanyang'anye thawabu yenu. Kwa kunyenyekea. Kwa kupitia wewe akufanye unyenyekee. You are the one volunteering. He is not the one volunteering. Wewe naye in a voluntary humility. Kujinyenyekea kwa kule kwa kikumbavu. Kule kwa unajua sasa huyu ni fulani, sifai kukwe na vita. Hiyo na huku naambiwa contend for the faith. Shindania imani. Amen. Asa Mungu haijaongea kijipinga. Nikwambie kwa humble. There is no any other form of humble. Hakuna njia nyingine ya kunyenyekea except to accept the word of God. Isipokuwa kupokea neno la Mungu. Amen. Hata useme mandugu, ninawapenda. Hiyo ni unyenyekeo tu ya kibinadamu. Ya kipumbavu. Sababu ikupeleke mbinguni. Unaona? Lakini kunyenyekea kukupeleka mbinguni ni neno la Mungu linasema. Amina, nitafanya. Mungu nisaidie, siwezi. Njoo nizae upya. Nisaidie nikae hii neno. Na una watch kila siku. Nimeanguka leo. Una watch tu. Mungu si ulinizaa upya. Mbona hii neno bado sijaitimiza? Kwa hivyo siko humble. Nabii anasema Jesus humbled himself to the word of God. Yesu alijitiisha mwenyewe kwa neno la Mungu. In Gethsemane. Pale Gethsemane. Father, Baba, if it is possible, ikiwa inawezekana, take this cup from me. Ondosha hiki kikombe. Alafu akanyenyekea. But let thy will be done. Bali mapenzi yako tu yatendeke. Nikiwezekana hiki kikombe kiondoke. Hiyo ndio mapenzi yangu. Nimeangalia hapa mbele nikaona ni pagumu. Nimeona vile nitafanywa. Nimeona kila kitu. Na zaidi hapo, hiyo sio imenitisha. Baba, ngoja nikwambie ile imenitisha. Tangu unizae paka tuumbe dunia ukiwa ndani yangu, paka saa hii unataka kuniacha. Na hatujawahi wachana. Hiyo ndio alikuwa anashtuka, sio kupigwa. Utaniacha.
kweli true utaniacha? Anamwambia haiwezekani tukaenda nikiwa na wewe. Huu pako lazima uondoke. Lazima uende kama mtu. Uwe kama mtu. Hai, ikiwezekana hii kikombe ipite. Lao sasa kunyenyekea. Lakini sio mapenzi yangu. Amen. Ila yako. Amen. That is the true humility. Huo ndio unyenyekevu wa sawa. Hii ingine ni mzuri pia. But don't have that without this. Usiwe na hili pasipo hii. Uwe na hii na ile. Have both. Uwe na yote. Because even if I don't have this but I have that, kwa sababu kama mimi sina hili na nina hii ya Mungu, nitakuwa pale. And if you have this without this, you won't be there. Na ukiwa na hili na ukose ya Mungu, hautakuwa pale. Unaipata? Wewe omba Mungu akusaidie uipate. Na ukipata hii nyingine itaanza kuleta hii nyingine. Amen. Hii kunyenyekea hii unatulia. Humility. Tena endelee kukusomea. Kwa hivyo sasa umeambiwa let no man beguile you. Amen. In a voluntary humility. Asiwanyang'anye thawabu yenu kwa unyenyekevu, kwa kunyenyekea. Hakudanganya unyenyekee. Hakudanganya unyenyekee na kile unanyenyekea sina la Mungu. Unajuaje? Hebu sikiza hapa. And a worshiping of angels. Kwa mapenzi yake mwenyewe tu na kuabudu malaika. Hakuna mtu atasimama hapa aseme naabudu Lucifer ama ninaabudu malaika wale wengine. Hakuna mtu anafanya hivyo. Kuabudu malaika ni mtu akisimama mbele yako akuwe na hukumu juu yako. Sasa na wewe unakubali unamwabudu. You are worshiping that angel. Wewe unaabudu huyo malaika. You are worshiping. Naona bado hamjaipata vizuri. You are worshiping that angel. Mnaabudu huyo malaika. Who is a man? Ambaye ni mtu. Na mimi najuaje ni mtu? Siusikie vile anaendelea hapa, vile anaendelea kuzungumzia hiyo. Kwa sababu huyo mtu ambaye anakufanya uabudu malaika, he is intruding into those things that he has not seen, vainly puffed up in his fleshly mind. Akijitia katika maono yake na kujivuna bure kwa akili zake za kimwili. Sababu ameshika maquotes, ameshika maandiko na anakushtua nazo. I've been sent by God. Anakuambia you do what I say. Wewe fanya kile nasema. Alafu unafanya voluntary humility. Wewe unanyenyekea. Sawa, anakuambia touch not God's anointed. Usiguse wale wapakwa mafuta wa Bwana. Kwa Kristo sasa. Wewe unanyenyekea. Sasa unaanza kuabudu mtu. Sababu whatever anasema his word is law. Maneno yake ni sheria. Si ndio? The head of the church. And if his word is law, then you are worshiping that man if his word is not from the Lord. Ikiwa maneno yake ni sheria. Hatuwezi kuihepa hiyo. Kama huyu mtu azungumzi maneno ya Mungu, anazungumza maneno yake hata kama anasoma quote ama Biblia, na wewe unamsujudu kwa sababu unamsikiza na yeye anakuongoza. God never made man to have rulership over man. Mungu hakuumba mtu amtawale mtu mwenzake. Amen. God made man for he himself to rule man. Mungu alimuumba mwanadamu ili yeye mwenyewe amtawale huyo mwanadamu. Yes. Mungu mwenyewe. Amen. Exactly. Amen. Amen. Tuendelee tujue hiyo inakuaje, kwa sababu amezungumzia hiyo humility, amalizie. And not holding the head, wala akishiki kichwa. Unaona? Sababu ndio apate ufunuo, ndio azungumze, atakuwa ameshika kichwa. Akizungumza mambo yake with his vainly puffed up mind, akintrude into those things that he doesn't know nothing about. Akili zake za kimwili. Kwa sababu anasoma ujumbe, anaamua anajua. Hatumeona kama hujazaliwa upya huwezi kujua. Amen. Yeah. Lakini kwa sababu nimesoma ujumbe 50, 100 years. Miaka 100, miaka 50. You are very puffed up. Sasa wewe si lazima niseme unajivuna bure. Hata yule amesoma 1 year.
Mwaka mmoja. I've been reading the message. I know what the prophet is talking about. And you're Nimekuwa not nikisoma ujumbe, najua kile nabii anasema. puffed up. Yes. Kujivuna bure. Yes. So you're not holding the head. You can't. Wewe ushikili kichwa, huwezi. Have to be born again. Lazima uzaliwe upya. So not holding the head. From which all the body by joints and bands having nourishment ministered and knit together increases with the increase of God, not man. Ambacho kwa yeye mwili wote ukiruzukiwa na kuungamanishwa kwa viungo na mshipa hukua kwa maongeo yatokayo kwa Mungu. Si kwa mtu, Kwa Mungu. oh. Si kwa mtu. Kwa Hebu Mungu. soma tena. Kwa nini inapiga kelele namna hii? Kwa nini inapiga kelele namna hii? Wala hakishiki kichwa ambacho kwa yeye mwili wote ukiruzukiwa na kuungamanishwa kwa viungo na mishipa hukua kwa maongeo yatokayo kwa Mungu. Kwa nini inapiga kelele namna hii? Page 366, 367. 7 church ages. Uko na Kiswahili? Tega sikio kabisa. The birth of the church was at Pentecost. Kuzaliwa kwa kanisa ilikuwa pale Pentecost. As the first Adam was given a bride fresh from the hand of God, Kama vile Adamu wa kwanza alipewa bibi harusi msafi kutoka kwa mikono ya Mungu and was undefiled for a brief span, na alikuwa hajachafuliwa kwa kipindi cha wakati, so was Christ, hivyo ndivyo pia ilivyokuwa Kristo, the last Adam, ambaye ni Adamu wa mwisho. given a bride, Alipewa bibi harusi pure msafi and fresh na akiwa upya at Pentecost. pale Pentecost. And she remained separate and undefiled. Na alibaki akiwa amejitenga na akiwa hajachafuliwa kwa muda. And the rest does no man join himself to them. Na hata wale wengine wote watu hawakujiunga pamoja naye. Acts 5:13. Hiyo ni Matendo ya Mitume 5:13. And the Lord added to the church daily. Na Bwana aliongezea kanisa kila siku. Not man. Si mwanadamu. And the Lord Na Bwana added to the church daily, aliongeza katika kanisa kila siku, such as should be saved. kama vile wangeweza kupata kuokolewa. Acts 2:47. Hiyo ni katika Matendo ya Mitume 2:47. How long this continued? Jinsi hii ilivyoendelea kwa muda mrefu. How long this continued? Hii iliendelea kwa muda gani? We do not know. Hatujui. But one day, Bali siku moja, even as Eve was tempted kama vile Hawa alivyojaribiwa and seduced by Satan, na kadanganywa na Shetani, so the church was contaminated kwa hivyo kanisa pia iliweza kuchafuliwa by the entrance of an antichrist spirit. kwa ule mwingilio wa yule roho wa mpinga Kristo. And this is that spirit of the antichrist, Na hii ndio hiyo roho ya mpinga Kristo, whereof you have heard that it should come, ambapo nyinyi mmesikia kwamba yaja and even now already is in the world. na sasa ipo ulimwenguni. 1 John 4:3. Hiyo ni katika waraka wa Yohana wa kwanza sura 4 mstari wa 3. And Jesus said concerning his bride, Na Yesu in that kasema first kuhusu age, bibi harusi wake katika kizazi cha kwanza, I have somewhat against thee, nina mambo machache dhidi yako, because thou hast left thy first kwa love. sababu umeacha upendo wako wa kwanza. Remember therefore, Kumbuka hili, from whence thou art fallen, ukumbuke ni wapi uliangukia and repent. na ukatubu. Revelation 2:4-5. Hiyo ni Ufunuo 2 mstari wa 4 na 5. The church Kanisa was in that first age ilikuwa katika ile kizazi cha kwanza, already a fallen woman. ilikuwa tayari mwanamke aliyeanguka. As Satan had gotten to Eve before Adam, Kama vile Shetani alitangulia Adamu alitangulia Adamu Hawa. kufikia Hawa. even now had Satan seduced the church, Hata hivyo Shetani aliweza kudanganya kanisa, the bride of Christ, ambaye ni bibi harusi wa Yesu Kristo, before the marriage supper of the Lamb. kabla ya ile karamu ya harusi. And what specifically Na ni kitu gani cha maalum
was in her midst, ilikuwa katikati yake, that caused the fall. ambayo ilisababisha maanguko. What but Revelation 2:6? Ni nini hii? Bali ni Ufunuo 2:6. The deeds of the Nicolaitans. Matendo ya Wanikolai. Umeipata? Hawa wa kwanza alianguka. Kwa kuzini. Na sasa tunaambiwa hawa wa pili pia ameanguka. Na kuzini kwake kumepitia matendo ya Wanikolai. Hey. Kukuwa na Nikolai ndani ya bibi harusi ni kuzini. Hey. Unaipata? Hey. Unaipata? Hey. Kwa nini napiga mayowe? Ukipata hiyo utajua kwa nini napiga mayowe. Acha niendelee, pengine utaipata. Already that first age Tayari hicho kizazi cha kwanza had turned from following the pure word of God. walikuwa wameacha kufuata lile neno safi. They turned from God's demand Waliacha hata kwa yale mambo ambayo Mungu alikuwa anahitaji, of a church absolutely dependent upon him, ambapo kanisa limtegemee Mungu kikamilifu. depending entirely upon God Wakimtegemea Mungu kikamilifu to fulfill his word. ili wakaweze kutimiza neno Mungu lake. aweze kutimiza neno lake Exactly. from start to finish, Kutoka mwanzo hadi mwisho, apart from human government. nje ya serikali ya mwanadamu. To Nicolaitism, Kwa Unikolai, which is organizing a human government within the church, ambayo inaleta utawala wa kibinadamu katika kanisa, which as all governments do, ambapo kama vile serikali zote zafanya, legislate for the people. inatolea watu sheria. They did exactly what Israel did. Walifanya jambo lile lile Waisraeli kafanya. They took the expediency of human government instead of the word and the spirit. Walichukua ile hali ya mwanadamu anavyotawala badala ya neno la Mungu na roho wa Mungu. Amen. And that Exactly. is adultery. Na hiyo ni uzinzi. Amen. Uzinzi. Human government. Serikali za wanadamu. Adultery. Uzinzi. Nafikiria tuende tucheue hiyo. Kesho tupitie tuanzie hapo. Hapo tuone sasa how Vipi? inaendelea. Ilianza vipi? Inaendelea vipi? Na iko hapa kwa huu ujumbe. I told you you are committing adultery or idolatry. Same thing. Nilikwambia mnafanya uzinzi ama mnabudu sanamu. One is spiritual. Moja ni ya kimwili na moja ya kiroho. You are taking human leadership. Ikiwa unachukua utawala kutoka kwa mwanadamu, Amen. Bwana awabariki sana. Ndio watu wengine leo waende mapema. Wasishindwe kuenda nyumbani kama jana. Mungu akitujalia. Sasa wewe ile nitakuomba ni hivi, ukiona mimi ni mkali, wewe kaa ufikirie ile Mungu anasema. I hate nachukia the deeds matendo ya Wanikolai. I hate. Nachukia. Mungu anasema I hate it. Naichukia hiyo. Enda usome Revelation. Kitu kinachomchukiza Mungu na utakiona. Kama hujakiona, sasa unasikia idolatry, committing idolatry. Wewe Kuabudu sanamu, kuabudu sanamu. Tunaona tu it is the leadership of man over man. Ni uongozi wa mwanadamu juu ya mwanadamu.
man of a man always leads to idolatry. Always leads Mwanadamu akiongoza mwanadamu inaendelea kama ni kuabudu sanamu. Kutengeneza golden calf. Watatengeneza golden calf. Imetokana na man of a man. Mwanadamu juu ya mwanadamu. And God hates it. Mungu anachukia. Ndio Mungu alichukia kwa nini Waisraeli walifanya hivyo, wakasema wanataka hapo isema tunataka kama ulimwengu, wasema tunataka tu nani? Mfano. Nikakuwa kwa Mungu sasa wamefanya jambo mbaya. Sasa wewe kwa ufikirie God hates the deeds. Mungu anachukia matendo ya Nikolai. Na ndio kwa sababu anamalizia na kuambia that man, mtu huyo sitting in the temple of God, akiketi katika hekalu ya Mungu, he is God, kana kwamba yeye ni Mungu, against all that is called God, ako kinyume cha yote inayoitwa Mungu, claiming himself to be God, akijidai kwamba yeye ni Mungu. The falling away. Unaona hiyo ndio extreme, kuanguka. Nicolette hizi. Bwana ubariki sana.